anataka mahakama, na amesema kwa nini watu wanapotosha, kwamba iendelee kuwa kivutio duniani, watu watoke wajifunze kwenye mahakama zetu. Sasa hili kosa liko wapi? Watu unakuta na wakati fulani wakati nashangaa, yaani kuna mambo unakuta watu wanayazungumza, tunataka hiki tunataka hiki, kiongozi akija na kuisema na yatekeleza haya na haya kwa sababu pia ni matamanio yake, lakini ni sera na natekeleza ilani yake, watu wengine wanaanza tena kubadilika na kutaka turudi. Kwa hiyo naombeni waandishi wa habari mnisaidie kupaza hii sauti ifike mbali zaidi, kwamba tukite msingi wa hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyoizungumza jana. Lakini jambo la mwisho la tatu katika matamanio ya Rais, Mheshimiwa Rais anazungumzia maendeleo katika taifa letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na amegusia dira ya maendeleo. Hii dira ambayo tumeiandaa miaka 50, 2025 50, miaka ijayo. Sasa hii dira ya maendeleo Rais matamanio yake ni kwamba kuna mambo mengi ambayo yanafungamanishwa kwenye dira ya maendeleo, yakiwepo ya kisiasa, yakiwepo ya kiuchumi. Sasa katika haya mambo yanayofungamanishwa ni kwamba tutahitaji msingi wa sheria kuhakikisha kwamba tunanufaika na wananchi wote tunanufaika na haya. Kwa hiyo anawasihi na kuwaeleza mahakama kwamba matamanio yake ni kuona kwamba mahakama ni wakati wake sasa na vyombo vyake kuanza kudili pia na mchakato mzima wa utekelezaji wa dira, ili mahakama, kwa sababu inamiliki uwanja wa sheria huko, watatusaidia hata kutafsiri mikataba mbalimbali ambayo kama serikali itaingia, iwe ya ndani iwe ya nje, na kulinda maslahi ya wawekezaji, wawe wa ndani wawe wa nje. Kwa hiyo Rais, mimi kama mchambuzi huru, nimeona kwamba alijikita kwenye maeneo hayo na si vinginevyo kama wanavyopotosha, kwa sababu tu watu wana uhuru, wanaweza wakazungumza chochote basi.